zote ni lazima tuangalie hekima na busara zituongoze mpaka tutakaposhindwa kabisa. Na tukishindwa kabisa, definitely lazima tu involve serikali nayo iweze kusaidia katika jambo hili, kwa sababu kuhakikisha amani inakuwepo sio swala letu sisi tu peke yetu. Kila mtu anatakiwa kuhakikisha kunakuwa na amani, kwa sababu mpira ni mchezo mkubwa sana duniani. Hizi ni klabu kubwa na matukio haya mawili yanazihusisha hizo klabu kubwa. Hamuoni sasa kuendeleza busara, na unasema kwamba malezi ya hizi klabu ndio yanaleta shida? Hamuoni kwamba kutokufuata kanuni ndio kutafanya kuendelea kuleta hizi scenario nyingi kwenye mpira kuliko kuamua kufuata kanuni? Mimi ni ndugu. Ndio, bwana, tumepata kumsikiliza mzee wetu mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto akizungumza hapo. Lakini kabla na mimi sijampa kijiti hiki Steven mwana wa Mapunda, wacha pia nikupatie taarifa njema bwana. Kwanza Mapunda, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Afya yako ni njema? Yani silalamiki. Uzima upo? Mungu ni mwema. Sawa. Bwana, sisi tuko vizuri kweli na nguvu kubwa hapa ya kuwa vizuri sisi tunapewa na Jaba Air Solutions International Trade, mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka Guangzhou China kuja Dar es Salaam Tanzania. Ni rahisi mno ukiwa nao, kwa sababu mzigo wako utafika kwa wakati ndani ya siku 3-4 mpaka siku 5. Kwa nini uteseke na makampuni ambayo hauna uhakika mzigo wako kufika kwa wakati Jaba Air Solutions International Trade wapo kwa ajili yako. Cha kufurahisha zaidi bwana, unapoagiza mizigo na Jaba unaingia kwenye draw ya kushinda zawadi kila baada ya wiki 2. Cha kufanya unapotuma tu mzigo unakuwa umeingia moja kwa moja kwenye draw, na ile draw kubwa ya kabla ya Eid ipo kwa ajili yako. Fanya hivyo ili uweze kuwa mshindi na ushinde maradufu ya kile ambacho unakitumia. Mambo vipi Steven? Mimi niko sawa bin sawia. Salamu ya kwa mara nyingine, kwa sababu mambo ni mazito kweli. Tumetoka kumsikiliza mzee wetu Steven mwana wa Mguto. Ndio. Alichokizungumza ni kwamba kama jambo hili litawashinda kabisa bodi ya ligi. Ndio. Kama jambo hili litawashinda kabisa bodi ya ligi. Unaelewa vizuri, kuna neno la msisitizo. Unaposema likitushinda umezungumza. Lakini ukisema likitushinda kabisa, tafsiri yako umeweka nini? Msisitizo. Ndio. Likitushinda kabisa, ndio tutaiomba serikali iweze kuingilia kati, kwa sababu jambo la kutunza na kuilinda amani ni la wote. Ndio. Unafikiri ni kwa nini tufikie huko? Kwa sababu mimi imani yangu inaonyesha kwamba kama tutaamua kuishirikisha serikali, tunawapa tu faida watazamaji. Ndio. Mpira wetu lazima ufungiwe kabisa, kwa sababu serikali haitakiwi iingilie chochote kwenye mpira wa miguu. Ndio. Unafikiri nini hasa kitafanya ili jambo lishindikane Steven? Bwana Cisco, umeuliza swali sawia kabisa na kwa hiki ambacho kinaendelea, lakini pia kwa faida ya watazamaji wako unaweza tukasema kwamba serikali kuitenga moja kwa moja na masuala ya mpira ni swala gumu kidogo, sio swala rahisi hata kidogo. Ina maana kwamba hata kwa sheria za FIFA kuna maeneo ambayo serikali huwa inashiriki kwenye mpira. Na hilo ni kitu ambacho hakipingiki kabisa. Labda tu tunaweza tukagusia kwa uchache maeneo ambayo serikali inaweza ikahusika kwenye masuala ya mpira moja kwa moja. Kwa mfano ikatokea labda FIFA wanataka kutupatia kuweza kuandaa michuano ya kombe la dunia, Tanzania tuweze kuandaa. Hii moja kwa moja hawawezi kushirikiana na TFF kama shirikisho la mpira. Hii moja kwa moja watakwenda kushirikiana na serikali ya Tanzania, kwa maana kwamba serikali ndio ambayo itakwenda kuwapa uhakika wa usalama, serikali ndio itakwenda kuwapa uhakika wa miundombinu na vitu kama hivyo vya kiutawala. Kwa hiyo wakiisha kuona kwamba serikali imeweza kushiriki katika hatua kama hiyo, wao moja kwa moja wanaweza wakaleta kombe la dunia kuweza kushiriki nchini Tanzania. Kadhalika pia hata kafu kwa kitaka kuleta michuano ya AFCON, lazima serikali itaingia moja kwa moja kuweza kushirikiana katika hilo. Katika maeneo kama hayo serikali ina deal moja kwa moja na masuala
ya mpira. Hayo ni mambo ambayo hayapingiki hata kidogo. Na ukiangalia hata kwa sheria zetu za hapa Tanzania, tuna baraza la michezo nchini Tanzania BMT. Ambapo ukiangalia TFF na vyama vingine vyote vya mpira vina submit taarifa zao BMT, ambapo BMT hii ipo chini ya serikali, ambayo pia kuna wizara maalum ya michezo ambayo inaongozwa ipo katika hiyo chombo cha BMT. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna maeneo ambayo serikali moja kwa moja inaweza ikajihusisha na masuala ya mpira katika engo kama hizo. Lakini sasa linapokuja swala la kanuni na namna ya mchakato wa mpira unavyoendeshwa, hapo ndipo kunakuwa na kizungumkuti serikali kuweza kushiriki moja kwa moja. Labda tugusie tu engo ambazo za kawaida ambazo hata watazamaji pia watakuwa mashahidi. Ukienda uwanjani mpira ukiwa unaendelea, wakati unaendelea pale mpira, kunakuwa na usalama ambao unakuwa unaangaliwa ndani ya pitch. Huwa mara nyingi tunaonaga mchezaji anaweza akagombana na mchezaji mwenzie, yaani wakapigana kabisa, wakarushiana ngumi, wakatukanana, au referee akatukanwa na mchezaji, kukawa hakuna hali ya amani. Lakini hapo pia kanuni zinatuongoza kuwa askari wa kawaida haruhusiwi kugusa katika pitch, bali kuna watu ambao wamewekwa pale kwa ajili ya kuweza kulinda usalama ambao wanaitwa steward, kama ushawahi kusikia. Hata tukiangalia TV Ulaya tunaona wanavaga zile bips ambao za steward, kwamba hawa ndio askari ambao wanaruhusiwa kuingia kwenye pitch kwenda kumtoa mchezaji, aidha ameleta ubishi, amepewa kadi nyekundu hataki kutoka. Unajua kuna ile hata Uswahilini unakuta mchezaji unapewa kadi nyekundu, hapa ndio mchanganya, unapewa kadi nyekundu sasa stoki. Umeelewa stoki. Sasa ikitokea kwenye professional kama huku ikatokea kitu kama hicho kwamba mchezaji kapewa kadi nyekundu hataki kutoka, basi wale steward wana jukumu la kwenda kumchukua yule na kuweza kumtoa katika pitch, na sio askari ambaye amevaa magwanda akaingia katika pitch. Na ikitokea production haina yoyote ile, haitakiwi kuwa hivyo. Ila tu askari anaweza akaingia kwenye pitch ikitokea kwamba imetokea vurumai, mashabiki wamevamia uwanja, hakuna amani, usalama umekuwa ni hafifu. Hapo ndipo tunaweza tukaona sasa gwanda za polisi zikiingia katika pitch katika kwenda kuokoa jahazi. Yes, haya ndio maeneo ambayo serikali inaweza ikaingia moja kwa moja katika masuala ya mpira. Lakini linapokuja swala la kikanuni na swala la sheria, kwa sababu FIFA wao kila siku huwa wana update sheria zao na wanaongeza vipengele na kanuni na sheria za kuongoza mpira wetu katika zile sheria 17. Kila mwaka huwa wanakuwa wana update. Kwa mfano kama sasa hivi tumeona kuna sheria ambayo inasemekana mwakani itaanza kutumika, sheria ya offside, kwamba mchezaji mpaka azidi mwili mzima ndio itahesabika kwamba hii ni offside. Lakini pia tuliona Colina, kocha referee ambaye ana historia kubwa sana, Muitaliano huyu, naye pia ametoa suggestion zake kwamba katika pigo la penalty likitokea kuna ile hali kwamba ni kipa akiucheza ule mpira wanaenda wanaumalizia ule mpira, kwamba hiyo iondolewe, kwamba inaondoa utulivu kwa golikipa na kwa mpigaji. Kwa hiyo kuna maeneo kama hayo FIFA wanatoa sheria zao kwenye kuendesha mpira. Kwa hiyo katika maeneo kama hayo ni ngumu sana kuweza kuileta serikali iweze kuingilia kati, kwamba jamani, penalti pale ilikuwa imepigwa, baada ya kupigwa pale ilipigwa penalti na Hassan Dirunga. Baada ya kupiga ile penalti kipa alikuwa amecheza, baada ya kucheza akakimbilia John Rafael Boko akamalizia ule mpira, umalizia mpira ukaingia wavuni. Katika hili atukubali, hili sio goli, hili goli sio goli, mpira ulimalizika dakika 90 hazijamalizika. Kwa hiyo serikali ije kuingilia sasa kutuambia lile goli au sio goli, hiyo ni kitu ambacho ni kigumu zaidi. Na ukiangalia tukirejea katika sakata la dabi, kwa hiki ambacho kinaendelea hapa, hii swala la kiusalama, swala la rushwa ambalo linazungumzwa, mamlaka husika ambayo ni serikali haijatoka hadharani kuweza kusema kama kuna uvunjifu wa amani. Haijatoka kusemwa. Ni vitu ambavyo vinasemwa tu. Lakini kinachoangaliwa hapa ni kwamba Simba waligoma kuleta timu uwanjani baada ya kunyimwa haki yao ya kikanuni kufanya mazoezi saa 24 kuelekea katika mchezo. Na wao Simba wakasema kwa staili hiyo sisi hatuleti timu uwanjani. Bodi ya ligi ambayo yenyewe ndio inasimamia kanuni na taratibu ambazo ukiangalia bodi ya ligi, sheria zetu za bodi ya ligi ya Tanzania zinaweza zisifanane na Uganda, zisifanane na Kenya. Kwa nini? Kwa sababu bodi ya ligi wadau wake ni
vilabu ambavyo vinashiriki, na mara nyingi wanapoboresha sheria, wanapofanya chochote, huwa vilabu vinashirikiana. Jamani, ikitokea hivi tunataka tufanye 1 2 3, vilabu vinakubaliana kwamba hiki sawa, hiki sawa, hiki sio sawa. Kwa hiyo wenye kula nyingi inapitishwa, inakuwa ni kanuni, inakuwa ni sheria ya bodi ya ligi. Sasa hii sheria ambayo tunazipitisha kama vilabu, nani anasimamia? Ni bodi ya ligi wanasimamia. Kwa bodi ya ligi wao walichokuwa wanatakiwa kusimama kwamba tulikubaliana nini, kanuni zinasema nini, mtu akishindwa kufanya mazoezi siku moja kwenda siku ya mchezo, nini ambacho kinafanyika? Au timu imeshindwa kupitia geti kuu, imepitia geti dogo baada ya mchezo, taarifa inavyokwenda katika saa 72, nini ambacho kinafanyika? Watu wanawajibika vipi? Hapo ndipo ambacho cha msingi cha kuweza kusimamia. Lakini kwa swala hili la dabi ya Kariakoo kuto kufanyika, tuseme kwamba serikali iweze kuingilia kati moja kwa moja, hapo kuna mmoja ambaye anaonekana ameonewa. Atakapokwenda katika vyombo vya juu vya soka, itaonekana kabisa kwamba serikali imeweza kukanyaga mpira wetu, na tutapigwa bani. Yani hilo mimi kiukweli sishauri hata kidogo. Ni kosa kubwa sana. Lakini kuna maeneo ambayo serikali inaweza ikaingilia mpira wetu, kwa maana ya kwamba katika masuala ya kiusalama, ya kiutawala, ya kimiundombinu, moja kwa moja serikali sisi tunaweza tukaihusisha. Lakini kwenye swala la kuongoza mpira kwa sheria zake na kanuni zake, serikali ikiingilia, bwana Cisco, ugali wetu utakuwa umeingia ruba. Bwana, mambo ni mazito kweli kweli, kama sio mambo ya moto mno. Hiyo ni kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mwana wa Mguto. Tulijaribu kuikoti kama siku nukuu kile ambacho amekizungumza. Sisi kama Data Sports, miongoni mwa wadau bora kweli kweli kwenye mpira wa miguu, tukaona tuitazame kauli hii ya kuihusisha serikali kwenye mpira wa miguu. Je, kwa hiki ambacho tunataka kukihusisha na serikali kitakuwa na faida gani? Vizuri mno ndugu yangu hapa Steven Mwana wa Mapunda, wajina wake alichokizungumza, na yeye amekizungumza vizuri mno. Ametupa ufafanuzi engo zipi ambazo tunaweza kuihusisha serikali iweze kutusaidia kwenye mpira wa miguu. Umepata kumwelewa? Lakini kwa engo hii tumepata kuizungumza, ni kama tutaihusisha serikali, itakuwa tumejichomea tambi ya moto wenyewe, alafu tunakimbia kana kwamba tunaogopa isije ikatuumiza wakati tumejifunga kiunoni ile tambi, alafu inawaka. Hata uende wapi itakuja kukulipukia tu. Hiko ndicho ambacho tunakiona. Unaweza pia kudrop comment yako hapo chini, na wewe ukatuambia kwa nini tufikie huko, na kwa nini tusifanye maamuzi kupitia kile ambacho kinasimamiwa na bodi ya ligi. Tumalizie Steven Mapunda. Naam. Bodi ya ligi iko pale kwa ajili ya kusimamia kanuni. Ndio. Tafsiri yake sahihi ni kama mimi ninavyoona, ama wewe una mtazamo tofauti? Wameshindwa kujisimamia zile kanuni, na kanuni zichukue wakati wake kwa maana ya maamuzi, mpaka tuseme kwamba tukishindwa kabisa, serikali itakiwa ishirikishwe iingilie kati. Kwa nini tushindwe wakati miongozo ipo inaongoza mpira wetu wa miguu? Jibu la moja kwa moja, yani paka kiongozi wa juu kabisa wa bodi anatoka na kusema kauli kama hizo. Hiyo ni dhahiri shairi kwamba kuna ukakasi kwenye kutimiza wajibu wao. Maji yamezidi unga. Maji yamezidi unga, na hilo kwamba linaleta shida. Mimi nafikiri Tanzania tuna watu wengi sana ambao wanaupenda mpira na wana uwezo wa kuweza kutupeleka sehemu. Mimi nafikiri jambo la msingi kabisa, kama kumekuwa na haja paka kusema kwamba waingie serikali, basi wao kwanza waanze kuwajibika kwanza. Wakiwajibika wao, hiyo nafasi waweze kuchukua watu wengine ambao tunaona kabisa hao wanaweza kutupeleka nchi ya ahadi. Kanuni ambazo kwa sababu wengine watakao kuja, tafsiri yake ni kwamba ili watunyoshe mpira, ikitokea kuna shida inaamuliwa kulingana na kanuni zipo, ili tusiuponze mpira wetu na kuelewa sisi. Kwa sababu yani bodi ya ligi, yani kuna kila kitu kimeandaliwa pale. Yani ikitokea hivi nini kifanyike? Yani kanuni inaongea vizuri. Hiki kikitokea sheria inasema vizuri na utaratibu unasema vizuri. Lakini tukishindwa hayo yote, kwa sababu mwisho wa siku sisi tunaishi katika familia ya mpira. Ina maana kwamba sheria 17 za FIFA ndizo ambazo kwetu sisi sasa ndo kwa imani sasa kama ndo msaafu wetu, ndo kama Biblia yetu, kwamba tunapanga hiki, tuna sheria hii, tuna sheria hii. Lakini je, kwa mujibu wa FIFA inakubalika? Kwa hiyo ina maana yani
kote tushindwe, yani tushindwe kwenye sheria za bodi ya ligi, tushindwe pia na sheria za mpira 17 za FIFA. Hapo kwa kweli itaonekana kwamba watendaji ndio wana shida, lakini sio kanuni na sheria ambazo tumejiwekea. Hebu tuzitumie kwanza zile sheria na kanuni tulizojiwekea. Baada ya hapo sasa ndio tuone kwamba nini ambacho kinaweza kikafuata. Lakini wazi na ukweli ambao haupingiki, viongozi wameshindwa kusimamia kile ambacho wao wenyewe walikubaliana na wadau wao ambao ni vilabu. Sawa. Yes. Mimi nikupongeze sana Steven Mapunda, wajina wake na Steven Mguto, umezungumza vyema kweli kweli. Swadakta. Bwana, hii ndio kusema kama viboko vingelikuwa vinafundisha basi Punda angekuwa profesa. Hakika mambo ni moto kweli kweli, unaambiwa chai ya moto kikombe cha bati. Tusubiri kuona mambo yatakuwaje. Mimi naitwa Cisco, hii ni Dr. Sports. Hongera kwa wewe ambaye ulikuwa nasi sako kwa bako. Hakika umeselelea matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote. Ili uendelee kuwa mwanafamilia, hakikisha unabonyeza hapo alama hiyo nyekundu iliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza kengele na kujitokeza hapo ili wewe wa kwanza pia kupata taarifa zetu. Asante. Nyuma ya kamera yuko Odo Nuru pamoja naye Paco Media. Kwaheri.